Kamati kuu inapenda kukumbusha Watanzania na watu wote kuwa ilipinga na inapinga kwa nguvu zake zote kuanzishwa kwa tume yoyote ile ya uchunguzi wote ule na Samia Suluhu Hassan na chama chake cha CCM, kwani wao ndio watuhumiwa nambari 1 wa mauaji ya kinyama na kishetani yaliyofanywa katika kabla, mnamo na baada ya tarehe 29 Oktoba 2025. Mara baada ya mauaji hayo na kuapishwa kwa nguvu kwa Samia Suluhu Hassan katika kambi moja ya jeshi mkoani Dodoma mnamo tarehe 3 Novemba 2025, kamati kuu mara baada ya mauaji hayo na kuapishwa kwa nguvu kwa Samia Suluhu Hassan katika kambi moja ya jeshi mkoani Dodoma mnamo tarehe 3 mwezi wa Novemba 2025. Kamati kuu ilipinga wakati ule uamuzi wa Samia wa kusema kuwa ataunda tume hiyo ya uchunguzi. Alipounda, kamati kuu ilitoa tamko la kupinga kuundwa kwa tume hiyo. Tume hiyo ilikuwa imeundwa na mtu ambaye yeye mwenyewe ndiye anatakiwa kuchunguzwa. Aidha, Radhia Umsuya, huyu ni mdogo wake wa damu na Dr. Asharozi Migiro ambaye ni katibu mkuu wa CCM. Bi Stergomena Lawrence Tax, huyu alikuwa waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa kuanzia katika utawala wa Samia Suluhu Hassan hadi tarehe 3 Novemba 2025. Mtu kama huyu ambaye yake inatakiwa kuchunguzwa anawezaje kuwa mjumbe wa tume ya uchunguzi? Ikumbuke baada ya tume kuundwa ilipingwa na wahanga na wadau wengi, kwani wengi hawakuiamini na waliona kuwa ni tume ya kuficha ukweli na yenye lengo na nia ovu. Ni kanuni isiyohitaji ubishi kuwa mtu atakiwa kuwa hakimu au muamuzi katika swala linalomhusu yeye mwenyewe. Kwa Kilatini inasemwa nemo judex in causa sua, na kwa Kiingereza no one should be a judge in his or her own cause. Sasa unapokuwa na tume ya aina hiyo, je, unategemea kupata na kujua ukweli? Jibu ni hapana, na ndicho ambacho tume hii haramu ya Jaji Chande imekifanya. Kamati kuu vile vile imepitia kwa makini sheria ya tume ya uchunguzi na kujiridhisha kuwa Samia Suluhu Hassan hata kwa madaraka ya urais, wawizi na haramu walijipachika kwa mabavu, hana mamlaka ya kuunda tume ya uchunguzi wa masuala ya mauaji, masuala ya uchaguzi, kwani kifungu cha 3 kifungu dogo cha kwanza cha sheria ya tume za uchunguzi na sura namba 32 ya sheria za Tanzania inasema hivi: where the president on his own motion upon advice by the minister or after considering information furnished upon an affidavit of any person is satisfied that it is desirable or necessary or that an inquiry will be for the public welfare, the president may issue a commission appointing one or more commissioners and authorizing those commissioners or any quorum of the commissioners specified in the commission to inquire into any of the following: A, the conduct of any person in the public service of the United Republic. B, the conduct of any local authority. C, the conduct or management of any department of the public service or of institution of the public service or of a local authority. D, massive or repeated evasions of any taxes or any other act aversive of the smooth collection of public revenue. E, allegation of grave irregularities in the public revenue. F, allegation of large-scale trafficking in trophies. G, allegation of conspiracies to damage the natural resources of the United Republic. H, allegations of theft or embezzlement of public property in public corporations. I, serious allegations of occurrences of corruption. Or J, any other matter, the inquiry into which would, in the opinion of the president, be in the public interest. Mwisho wa kunukuu. Usomaji makini wa kifungu hicho unaonyesha wazi kuwa sheria hiyo inahusu uchunguzi wa masuala ya mwenendo wa utumishi wa umma au mwenendo wa halmashauri za miji au wilaya, mwenendo wa idara za utumishi wa umma au taasisi za utumishi wa umma au serikali za mitaa, ukwepaji wa kodi, usafirishaji wa haramu wa nyara za serikali au tuhuma juu ya njama za kuharibu rasilimali na mali asili za Jamhuri ya Muungano, tuhuma ya wizi au utapanyaji au ufisadi wa mali ya umma katika mashirika ya umma, tuhuma kubwa za matukio ya rushwa na uchunguzi wa jambo ambalo rais anadhani linafaa kwa maslahi ya